Yohana Mbatizaji kilichomponza yeye alikuwa ni mlima wa Mungu kwa ajili ya kutambulisha kazi ya nani? Ya Yesu. Ile Yesu alivyokuja sasa, yeye Yohana Mbatizaji wakampelekea maneno kwamba wanafunzi wako baada ya Yohana Mbatizaji kufungwa kwa sababu ya kumkanya yule nani Herode baada ya kumuoa mke wa ndugu yake nani Herodia yule. Sasa Yohana baadaye alifungwa. Sasa alipofungwa pale kwenye mashtaka, alivyoona Yesu aje kumwangalia kule kwenye magereza, akatuma wanafunzi wake. Alimuona Yesu aziza kumwangalia kule dalili, imani yake ikawa imetindika. Kwa hiyo alikuwa na imani changa kama ya unyasi, kwa hiyo hakuwa na imani. Kwa sasa Yohana Mbatizaji kilichomchanganya ni majaribu yaliyumbisha imani yake, kwa sababu imani yake ilikuwa bado haijawa imara, kwa sababu yeye ndiye alitambulisha Yesu. Au sasa hivi bado anakuwa na mashaka na Yesu kwamba kamuulize ni yeye au tumngojee mtu mwingine. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mlima. Sasa ilibidi baada ya, kwa hiyo kwa vile alikuwa kama ana kwa fulani kuona wanafunzi wake Yohana Mbatizaji wakaanza kwenda kwa Yesu, akaanza kumtilia Yesu mashaka kwamba ndio maana Yesu akawatuma wanafunzi akawaambia, wewe mumwambie vipofu wanaona, viziwi wanasikia, watu maskini wanapata habari ya neno la Mungu. Maskini walioongelewa hapa sio maskini au mafukara ambao hawana hela, hapana. Wakiwepo kuna madokta, wakiwepo, kwa hiyo walikuwa maskini wa kimwili, wakina Lazaro watoza ushuru TRA, wanafanya TRA, kwa walikuwa ni matajiri. Maskini wale ambao wana uhitaji, wana upungufu wa neno la Mungu ndani yao, ndio wanaitwa nini? Wanaitwa wagonjwa, maskini, wajane, yatima, wanahitaji neno la Mungu. Wale maskini wanaitwa wagonjwa, wanaitwa wazee, wanaitwa wagonjwa, mtu aliyetelekezwa, mtu anahitaji msaada, mtu yeyote ile, kipofu, kiziwi, kiwete, mwenye ukilema ambaye hajatahiriwa, wote hao ni wachafu mbele za Mungu. Kwa hiyo unahitaji neno la nani? La Mungu. Kwa hiyo maskini, Yesu akamwambia maskini wanapata habari njema yake, wanaishi neno la Mungu. Yule maskini, ule uhitaji wao, njaa yao na kiu yao inaanza kufanya nini? Inaanza kupotea na kupungua taratibu kadri Yesu anavyoishi neno la Mungu. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo Yohana Mbatizaji alikuwa mlima, ilibidi aungane na Yesu. Kwa hiyo na sisi kama tulikuwa milima au Mafarisayo, ilibidi wasimuone Yesu hivu, kwa sababu wameshaona na maandiko wanayajua na yamemfundisha yeye ni Kristo, ila kwa sababu wao wanaogopa kulinda hadhi zao na heshima zao za kidini na madhehebu, ndio sasa watumishi wa leo wanamwacha Yesu, wanafuata mafundisho ya shetani kwa kulinda adha na utajiri wa kidunia, magari, mpaka wengine wanarudi kusema Yesu akija atapana magari yao. Yaani wanajipa majina makubwa kuliko majina ya Yesu, wanaabudiwa, wanafanya nini? Wanafanya kila aina ya ubaya, ila hukumu ya wasaliti ipo mlangoni. Wanajidanganya kwa kitambo tu.